Bwana, mambo vipi? Hii ni Bright News na mimi ni Paul langu. Nipo kwa ajili ya kukupa updates kutokana na kile ambacho kina trend na kinachoendelea hapa ndani ya nchi. Bwana, kumekuwa na tetesi kwamba msemaji wa timu ya Young Africans Bwana Ally Kamwe kufungiwa katika nafasi yake ya usemaji wa timu au afisa habari wa timu ya Young Africans. Lakini baada ya taarifa hizo kusambaa katika mitandao ya kijamii, Ally Kamwe hajaweka chapisho lolote kuhusiana na kile ambacho kina trendi. Tumejaribu kufuatilia na kujua kwa undani ni kipi hasa ambacho kimempelekea Bwana Ally Kamwe kufungiwa katika nafasi yake ya usemaji wa timu ya Young Africans au afisa habari wa timu ya Young Africans. Ikumbukwe ni miaka miwili imepita tangu afisa habari wa timu ya Young Africans Haji Manara kufungiwa, lakini pamekuwa na mwendelezo wa uvunjifu wa kanuni za TFF, shirikisho la soka Tanzania, ambalo linapelekea baadhi ya maafisa habari kufungiwa kutokana na kukiuka maadili ya kazi au mipaka waliowekewa katika nyadhifa zao. Ally Kamwe ni moja kati ya wasemaji ambao wanakubalika sana na mashabiki wa timu ya Young Africans, hata mashabiki wa timu nyingine pia. Ukiangalia mwitikio wake na ushawishi wake katika mitandao ya kijamii na hata wanavyo interact pamoja na msemaji wa timu nyingine kubwa ya Simba Sport Club, Ahmed Ally. Pamekuwa na michuano mbalimbali katika kutafuta ushabiki au katika kuwashawishi mashabiki wa timu hizi mbili kubwa, Young Africans pamoja na Simba Sport Club. Moja kati ya sababu ambayo imepelekea Ally Kamwe kufungiwa au kutaka kufungiwa na shirikisho la soka nchini Tanzania, TFF. Ikumbuke kwamba aliandika chapisho ambalo lilionyesha kwamba anakiuka maadili ya kazi au kuidhalilisha TFF kulingana na kile ambacho alikiandika mwezi wa pili. Lakini Ally Kamwe aliitwa mara ya kwanza, alionywa, lakini pia aliendeleza tabia hiyo ya kuisema TFF. TFF walimuita kwa mara nyingine tena Ally Kamwe na kujaribu kumuonya au kuzungumza naye, lakini Ally Kamwe alisema kwamba yeye amefanya kama kushawishi mashabiki au amefanya kama sehemu yake ya kazi. Lakini wakili wa Ally Kamwe amejaribu kutafuta namna nyingine ya utetezi ili kuzuia Ally Kamwe asifungiwe tena. Ikumbuke kwamba bado siku chache kuelekea mechi ya Simba na Yanga, lakini ikumbuke kwamba mechi hii ni kubwa na inatazamwa kwa jicho la pili. Wengi wanataka kuingizia kwamba wanataka kuondoa ile attention ya timu pamoja na mashabiki kuelekea mechi kubwa ya derby. Hii ni Bright News na nipo kwa ajili ya kukuletea kile ambacho kina trend. Usisahau kusubscribe, kulike pia na kushare. Baadaye nitawaletea ni kipi kimeendelea baina ya Ally Kamwe pamoja na shirikisho la soka.